Mchakato wa jumla wa kurekodi shughuli yoyote iliyotekelezwa ndani ya ulimwengu wa utengenezaji unahitaji uthibitisho wa utekelezaji. Kwa hivyo, kuna nyaraka nyingi ambazo zimeundwa kwa ufuatiliaji wa matukio yoyote na yote yanayotokea kabla, wakati na baada ya utengenezaji unaohitajika NAFTA. Kuna nyaraka nyingi na magogo ambayo ni sehemu ya majukumu ya kila siku ya fundi wa viwanda. Mazoea mazuri ya hati ni njia ya utaratibu wa jinsi ya kujaza habari katika nyaraka mbalimbali na jinsi habari hii inavyosahihishwa kwa njia halali kwa asili yake ya ufuatiliaji na usahihi. Kama sisi sote tunajua, kuandika vitu au kuandika mahali fulani katika jarida lako ni aina ya ushahidi wa kile ulichofikiria au kutekelezwa kwa maneno rahisi. Kuweka kanuni sawa katika nyaraka za akili imeundwa kurekodi au kuunda ushahidi wa kile kilichotokea wakati wa kila hatua ya utengenezaji. Pato la Taifa ni seti ya miongozo ambayo sekta ya dawa lazima ifuate. Ni njia bora sana ya kuepuka makosa na kuunda ufuatiliaji wazi wa kile kilichotokea katika kila hatua. Pato la Taifa linatumika kwa tasnia zote, sio tu zile zinazotengeneza bidhaa zilizodhibitiwa kama vile dawa, vifaa vya matibabu, biologics, vipodozi, bidhaa za chakula. Nyaraka ni sehemu muhimu ya mfumo wa ubora, kwani inalinda usalama wa mgonjwa, inahakikisha ubora wa bidhaa na hutoa ushahidi wa uadilifu wa data. Tafadhali kumbuka neno uadilifu wa data. Tutaenda juu ya hii hivi karibuni kama sehemu ya mazoea mazuri ya hati. Nyaraka za GMP kwa ujumla huanguka chini ya makundi mawili pana: hati na rekodi. Rekodi zinathibitisha kuwa shughuli zilifanywa kwa usahihi na kulingana na taratibu zilizowekwa zilizofafanuliwa ndani ya kampuni. Kwa mfano, kila mtu hujaza kuingia na kutoka kwenye chumba cha usafi ili kufuatilia ni watu wangapi kwa siku waliingia, ni watu wangapi walikuwa katika chumba cha usafi wakati wowote, ambao walitoka wakati gani. Nyaraka za mafunzo ni nini? Kwa ujumla, katika sekta hii kuna taratibu za kawaida za uendeshaji na maagizo ya kazi ya kumwambia kila mfanyakazi jinsi ya kutekeleza wajibu wa kazi. Kwa mfano, kuna maagizo ya kazi juu ya jinsi ya kusafisha chumba ambapo dawa inahitaji kuundwa. Maagizo ya kazi ya kusafisha yangeweza kusema maagizo mengi kama vile ambayo kemikali inahitaji kutumika na wapi kuipata. Nani ana jukumu la kusafisha kile kinachopaswa kufanywa baada ya kusafisha? Kwa asili, mtu yeyote anayefanya kazi katika biotechi ya dawa na uwanja wa vifaa vya matibabu lazima atekeleze majukumu ya kazi kama ilivyoandikwa katika hati hizi. Zaidi tutajadili aina ya nyaraka hizi na jinsi ya kuzijaza vizuri. Nyaraka za maelekezo zinafafanua nini kifanyike ili kutengeneza bidhaa salama zenye ufanisi ambazo zinafuata kikamilifu mahitaji ya GMP. Nyaraka za maelekezo zinabainisha viwango vya ubora wa vifaa na bidhaa tayari kutolewa katika soko. Nyaraka hizi za mafundisho pia hutoa habari ili kuhakikisha kuwa shughuli zote zinazohusiana na GMP zinafanywa kwa usahihi, mara kwa mara na kwa viwango vinavyohitajika. Ili kuelewa pato la taifa la ufanisi inaruhusu kwenda juu ya kanuni ya Alcoa. Msimamo wa sifa inahusu sifa ya shughuli yoyote ambayo ilitekelezwa kwa msaada wa vifaa, kemikali, ink. Aidha, chanzo cha data zilizokusanywa na tarehe na wakati wa data. Habari hii muhimu huunda ufuatiliaji sahihi. Kwa mfano, ikiwa kazi yako ilikuwa kupima kemikali fulani na kuihifadhi kwenye friji. Ili kufanya shughuli hii kuwa na sifa, idadi ya vifaa vya mizani ya kupima, jina la kemikali na nambari ya bidhaa, nambari ya vifaa vya friji, joto la kuhifadhi, wakati na tarehe ya utekelezaji, mwisho lakini sio mdogo ambaye hufanya shughuli hiyo na ambaye alithibitisha, saini yao na mwanzo hufanya shughuli hiyo kuwa na sifa. Linasimama kwa legible,
Kuhakikisha data ni halali ni juu ya zaidi ya kuweza kusoma data wazi kwa kutumia lugha thabiti ya moja kwa moja kwenye data iliyokusanywa kwa mikono ndani ya shughuli za uzalishaji. Data hii lazima iwe rahisi na wazi kusoma, na kama marekebisho yoyote ni kufanyika sahihi kuingia lazima wazi kusomeka na kuvuka kwa njia ambapo kile kilichokusanywa pia ni wazi kusoma. Tutaona maingizo hayo na mazoezi yao katika madarasa ujao. Inasimama kwa contemporaneous. Neno hili linamaanisha data imerekodiwa kwa wakati halisi, haijajazwa tena au haijarekodiwa baadaye baada ya shughuli. Kwa mfano, nikikuomba utengeneze kikombe cha chai na maelekezo ni kuongeza sukari 2, mfuko mmoja wa chai, vijiko viwili vya maziwa. Ikiwa kiasi halisi kwa wakati halisi hakijarekodiwa au ikiwa fundi atashindwa kuirekodi kwa wakati halisi na baadaye anasema sikurekodi wakati nilikuwa nikifanya chai, lakini tangu ninakumbuka jinsi nilivyotengeneza chai, sasa ninaweza kurudi kwenye hati na kujaza maingizo hayo. Lengo kuu ni kuepuka mazoezi ya kuunda au kusasisha data wakati fulani katika siku zijazo. Wakati data imerekodiwa baada ya tukio au hatua, makosa yanaweza kutokea, yaani vipengele vinaweza kusahaulika, sehemu zinaweza kuachwa nje, na habari inaweza kurekodiwa vibaya. Osimama kwa asili, kama vile neno linavyopendekeza. Kwa mfano, ikiwa ulitumia usawa wa kupima, uchapishaji wa uzito halisi ni data mbichi au data ya meta ambayo ni ya asili. Uchapishaji kutoka kwa usawa wa uzito ni asili kutoka kwa chanzo kwa wakati halisi. Huu ni mfano wa kawaida wa asili. Uchambuzi wowote, ripoti au mahesabu kulingana na data zilizokusanywa, zinazozalishwa au kusasishwa zinapaswa kufuatiliwa tena kwa chanzo cha asili. Data ya meta kutoka kwa usawa wa kupima ina nambari ya usawa wa kupima kwa kitambulisho na wakati wa utekelezaji. Zaidi ya hayo, mwanzo wa mtu aliyeunganisha data hii ya meta kwenye rekodi inachukuliwa kuwa ya awali. Msimamo wa sahihi: rekodi zote zinapaswa kuonyesha ukweli wa kile kilichotokea na inapaswa kuwa kosa bure. Pia, haipaswi kuwa na uhariri wa habari ya awali ambayo husababisha habari hiyo kupotea. Hii inatumika zaidi kwa data ya meta na data mbichi wakati unafanya marekebisho kwenye maingizo. Kuingia kwa usahihi na habari ya asili haipaswi kupotea. Tutaenda kwa kina na mifano katika madarasa yajayo. Kanuni za ALCOA ni mfupa wa nyuma wa pato la taifa na uadilifu wa data. Wino wa kudumu tu, wino usiofutika unaoruhusiwa ambao hauwezi kufutwa na kiondoaji wino. Shughuli zote zinapaswa kuthibitishwa na mtu wa pili kama mthibitishaji kama shahidi. Hii pia inaitwa udhibiti wa mbili. Data zote mbichi au data ya meta inapaswa kupitiwa na kusainiwa ndani ya muda halisi. Kwa maneno mengine, ikiwa umechanganya kijiko 2 cha sukari kwenye glasi ya maji, kiasi kilichoongezwa kinapaswa kurekodiwa kwa wakati halisi ama kinaungwa mkono na data mbichi au kuthibitishwa na mtu mwingine chini ya udhibiti wa mbili. Lazima ukumbuke baadhi ya sheria za pato la taifa kwa utekelezaji bora wa majukumu ya fundi wa utengenezaji. Kwa mfano, wakati wowote unapofanya kuingia vibaya ili kuisahihisha, inapiga mstari mmoja katikati ya kuingia kwa usahihi kama inavyoonyeshwa kwenye skrini. Lengo la kusoma wazi kile kilichosahihishwa na kuingia kwa sahihi mpya lazima iwe wazi. Kurasa yoyote tupu, safu ndani ya ukurasa lazima iwe na mwanzo wa mtu na tarehe. Madhumuni ya utaratibu huu ni kulinda uadilifu wa data. Mara tu kurasa tupu na nafasi ni NAD, haiwezekani kuongeza chochote juu yao katika siku zijazo. Tarehe na wakati unapaswa kuandikwa katika muundo sahihi. Kampuni nyingi hutumia wakati wa jeshi na inaelekezwa katika utaratibu wa pato la taifa la kila kampuni. Tarehe na wakati lazima iwe kulingana na utaratibu ulioelezwa na kampuni. Katika madarasa yajayo,
tutaenda juu ya sheria za pato la taifa na kutumia mazoea haya. Kila utaratibu wa kawaida wa uendeshaji na hati za maagizo ya kazi zina nambari ya kipekee ya hati. Kwa mfano, pato la taifa SOP inaweza kuwa pato la taifa ondoa 101. Kusafisha SOP inaweza kuwa na nambari ya kiambishi awali na nambari kama vile CL, nambari ya kusafisha na nambari iliyotolewa. Kwa hivyo SOP ya kusafisha ina kitambulisho kama CL ondoa 101. Wakati mtu yeyote anapoanza kufanya kazi kwa kampuni katika tasnia hii, saini mpya ya mfanyakazi lazima irekodiwe kama rekodi ya saini, na saini sawa na ya awali hutumiwa kwenye bodi kwenye nyaraka zote. Kamwe usitumie alama, kwa mfano, alama za dito au mishale kuonyesha maingizo yanayojirudia na mfululizo. Hakuna pedi za saini. Saini zilizochanganuliwa au saini za asili za nakala zitatumika kuiga saini iliyoandikwa kwa mkono na mtu anayesaini. Saini lazima iwe katika wakati halisi katika utekelezaji wa shughuli yoyote na yote iliyofanywa na mtu. Kamwe usifanye kazi nyeupe na kufunika juu tapes. Kamwe usifute habari au rekodi. Kamwe usitumie penseli, alama za felt tip au kalamu inayoweza kufutwa. Hii inakamilisha muhtasari na kanuni za msingi za pato la taifa. Tafadhali kariri kanuni hizi za msingi kama mazoea haya yanapaswa kuwa sehemu halisi ya wasifu wako wa fundi wa utengenezaji na utakuja kwa urahisi wakati wa kutekeleza majukumu ya kazi. Asante kwa kuwa nasi leo na kujifunza. Tutakuona katika darasa linalofuata.